Hosana kabaka aimukama. Hosani bya matendo oliwa manyi tewalya kwenkana oli mukulu olebyo byokola. Haleluya. Hosana kabaka aimukama. Hosani bya matendo. Kufunguliwa na damu ya mbaya. To be set free from evil blood. Hiyo ndio teme yetu ya leo. That is our theme today. Kila mtu ana damu. Every person has blood. Ukimkata mtu ama kiumia atatoka damu. If you injure somebody or you cut somebody, blood will gush out. Na damu yote inafanana lakini haiko sawa. All blood are the same, but they are not good. Damu yote na rangi moja, iko rouge. All blood is red, lakini ziko tofauti. but they have differences. Paka daktari akuje na microscope ndio atasema damu yako ni grupe A ama grupe B ama O. Daktari, lakini wewe binadamu huwezi jua. Until hematology comes and tests your blood and finds out whether you're in group O, group B, group A, but with your own eyes you cannot know the group you are in. Na daktari Yesu anaijua damu yako. And Dr. Jesus knows your blood. Na kama ni damu mbaya leo ataisafisha ikuwe vizuri. It is a bad blood, he'll wash it and today it will become good blood. Maisha ya mtu inalingana na damu anaibeba. The life of somebody is equal to the blood you are carrying. Uzima iko ndani ya damu. Life is in blood. Damu ndio inampeleka mtu. Ukiona mtu anatembea ana damu. The blood is the one which makes one to move because he has blood. Katika maisha ya binadamu kitu kisichopumzika kinaitwa ni damu. In the life of human beings, something which is valuable and heavy is blood. Yenye haipumzike Which does not rest ni damu. is blood. Usiku unapolala, When you sleep at night, macho inapumzika, the eyes will rest, masikio inapumzika, ears will rest, lakini damu inagonga tu. but the blood is pumping. Moyo wa mtu unagonga Your heart is pumping kuonesha kwamba iko hai. to show that you are alive. Damu ikisimama, When the blood stops, mwisho. that's the end. Tusome neno la Mungu kwa kitabu cha Ezekieli 16. Let us read the word of God in the book of Ezekiel 16. Kuanzia kumstari wa 4 From verse 4 hadi 11. Chapter 16 from verse 4 up to 11. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nataka unifuate leo. I want you to follow me today. Sababu kama usiponifuata vizuri hautanipata. If you don't follow me well, not get me. Naongea kuhusu kufunguliwa na damu. I'm talking about to be set free from the blood. Destiny ya mtu iko mudamu yenye anabeba. The destiny of one is in the blood you are carrying. Kama tunaongea juu ya umaskini. If we see, we are talking about poverty. Umaskini na kuwaka njo mudamu. Poverty is in blood. Damu ya mtu. In blood of one. Kama unabeba damu ya umaskini, If you are carrying the blood of poverty, hata ukwe katika okazio ya kufanyikiwa hauwezi ukatoboe. even if you're in occasion of breakthrough, you cannot go through. Sababu ya ile damu unayoibeba. Because of the blood that you are carrying. Magonjwa inaikalaka njo mudamu. Sickness stays in blood. Magonjwa. Sickness. Ukienda kwa daktari kusudi agundue una malaria, atapima damu yako. If you have malaria, you go to doctor, will discover after testing in the blood that you have malaria. Lakini mwili yako, damu yako itasafishwa leo. Ikiwa kuna ugonjwa itatoka kwa jina la Yesu. But today your blood will be cleansed. If there's sickness, will get out in Jesus' name. Mkoshi inakuwaka njo mudamu. Bad luck is in blood. Damu za mikoshi. The blood of bad luck. Damu ndio nabeba, ina kontroli kila kitu. Blood is the one which controls everything. Hata maisha kawaida inalingana na damu. Even this general life we are living in, it is according to the blood. Mudamu muna mambo 5. In blood there are 5 things. Jambo la kwanza,
damu inafunuaka vitu. The first thing, blood reveals things. Mathayo 16 mstari wa 17. Matthew 16:17. Yesu akamwambia Petro, Jesus told Peter, sio damu na nyama njoo inakufunulia. it is not flesh and blood that has revealed it to you. Kwa hiyo damu inafunuaka. For that reason, blood reveals. Damu inafunua maneno. Blood reveals things. Damu yako leo ifunue mambo mazuri kwa wasaidizi wako kwa jina la Yesu. May your blood today reveal to you good things to your helpers in Jesus' name. Unajua mara mingi mtu anataka kusaidia lakini na katika kunjia na ujue ni kwa nini. You know, many times somebody wants to help you, but it stops on the way. You don't know why it happens like that. Damu yako haikufunua mazuri kule. Your blood has not revealed good there. Wakati mtu anataka kusaidia, damu inafunua mabaya, anakulota vibaya, anakubloke hata kusaidia tena. When the person wants to help you, your blood reveals evil. He dreams bad of you and he doesn't want to help you. Wakati damu yako iko nafunulia batu maneno mabaya tu, wanakuchukia. When your blood is revealing to people evil things only, they hate you. Mama mmoja alikuwa na ndoa mzuri sana. One woman had good marriage. Kila kitu amepewa. Everything was given to her. Lakini damu ikaanza funulia bwana maneno mabaya, analota wanamkimbiza, analota iko juu ya miti, maneno mabaya tu. But her husband, this woman's evil blood started revealing to her husband evil things. The husband started dreaming he's on the tree, they are chasing him. Na alipouliza mama yake, When he asked his mother, akamwambia funga vyako haraka utoke atakumaliza. the mother told him, tie your things quickly, run away from her, she'll finish you. Anafunga vitu yake anarudi. He got his luggage and going back. Dada anatafuta amefanya makosa gani aipate. The woman looked for what evil she had done for this man, she didn't see anything. Damu imefunua maneno mubaya. The blood revealed evil things. Damu ikifunua maneno mubaya kwa bosi wako wa kazi, anakuweka kando kabisa hata kusogeza tena. If your blood reveals evil to your boss, will put you far off from him, he'll not bring you close to him. Ulishakaona unachukia mtu bila sababu, unasikia tu haupendi ule mtu na unamwambia nisikuone tena. Have you ever seen, you can feel just, you reject somebody without any reason and you say, I don't want to see you here anymore. Damu inamkataa. Your blood rejects the person. Hairevele maneno juu yake. Does not reveal good about the Leo person. damu yako irevele maneno mazuri. Today let your blood reveal good things. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Watu hawatakulota vibaya. People will not dream evil of you. Wasaidizi wako hawatakulota vibaya. Your helper will not dream bad of you. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Damu inafunuaka maneno. Blood reveals things. Ndio Yesu akamwambia Petro, That's why Jesus told Peter, sio damu na nyama it is not blood and flesh ndio nakufunulia hii. that has revealed this to you. Kwa hiyo damu inafunuaka maneno. For that reason, blood reveals issues. Kijana mmoja alikuwa na ndugu yake amebarikiwa, The one boy had a brother who was blessed na akamwambia ndugu yake, and told his brother, nimesoma nimekosa kazi, I've studied, I've failed to get a job. nisaidie pesa nifungue duka Just help me with some money, open a shop. na mie nijisaidie. That I can help myself. Akamwambia duka inaweza kuwa pesa He ngapi? said, how much can the shop cost? Seme kama $10,000. He said, it is just $100, $100, $10,000. $10,000. Inaenea, akamwambia kuna shida. He said, okay, it is okay. Saturday unione. Saturday, come and see me. Kuja nitaona secretary wangu atakupa pesa. Come, I'll see, you'll see my secretary, I'll give you money. Kisha siku mbili, After 2 days, huyu baba analota kaka yake na mpanga iko na mkimbiza. this boy dreamt his elder brother chasing him with a panga. Anamkimbiza, Chasing him. analalamika usiku. He shouted at night. Akiamuka anaambia mke wake ndoto. When he woke up, he told his wife the dream. Nikwambia kaba ndugu yako ni balozi. The woman said, I told you your brothers are witches. Anataka kuua. Now you want to give him money, he wants to kill you. Kitu alifanya alimblock na akamwambia hautaniweza. The first thing what he did, he blocked the brother. He said, you'll not manage me. Damu inafunua maneno mabaya. The blood revealed evil things. Na ukiwa na bahati njoo mtu atakwambia niko na kulota vibaya. Wengine
weka tu kando, hata kuambia juu ya nini. If you have chance, others will tell you that I always dream evil of you, but others will just distance you and will not tell you the reason. Damu haifunue maneno. Blood reveals. Damu yako isafishwe kwa jina la Yesu. Ifunue maneno mazuri. And reveal good things. Jambo la pili, The second thing, damu inaliaka. blood cries. Mwanzo sura 4 mstari wa 10. Genesis 4:10. Ben, can you read there? Afikia Mungu. The blood of Abel started crying from ground, reached God. Mungu akasikia sauti ya ile damu. God heard the voice of that blood. Damu inaongeaka. Blood speaks. Unajua wakati unaenda tafuta kazi, You know when you're going to look for a job, wataselektione madokima ya watu mingi. they will select many documents of many people. Wakati ule bosi sasa iko nachagua, inabidi damu yako iongee kibali juu yako, wanakuchagua miongoni mwa watu wengi. Now when that boss is choosing, he needs your blood to speak. That the boss chooses among the many and chooses yours. Na unaona watu walikuwa wengi lakini unapita. And you see that you could find there are many people, but for you have gone through. Sababu damu yako imeongea. Because your blood spoke. Damu yako itanena mazuri leo. Your blood will speak well today. Damu yako itaongea hii mwezi ya 12. Your blood will speak in this month of Nasema damu ya mtu itaongea. I'm saying somebody's blood will speak. Itaongea mazuri. Speak good. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Kibali kikuwe ndani ya damu yako. There is a favor in blood. Mungu aweke kibali. God put favor. Kila kotapita, Wherever you pass, kibali kile favor is there. kikokote. Let it draw you. Kikokote Let it baraka. draw you quickly. Damu inaongea. Blood speaks. Inaongea. It speaks. Damu iko naongea maneno gani? What is your blood speaking? Leo iongee maneno mazuri. Let it today speak good words. Jambo la tatu, The third thing, damu inamupiganiaka mtu. blood fights for somebody. Why? All battles are not of flesh and blood. Damu ya mtu inampiganiaka. Somebody's blood fights for you. Wakati wako na kupangia mabaya, When they're planning evil for you, damu inakupigania. your blood fights for you. Unaona walikupangia mabaya, See, they plan for you evil. unakanyaga uchawi na hazitakuzuru. You trample on witchcraft will not get you. Sababu damu yako imekupigania. Because your blood has fought Na for you. utaona wanakuwa na kuogopa. And they will see you, they will be fearing you. Ule anakuwa na kichwa ya nguvu, ana damu ya nguvu. That person has strong head, he has strong blood. Waisha kujaribu. They have tried you. Lakini damu inakupigania. But blood has fought for you. Kuna vita zingine hauzijui, lakini kwa sababu damu yako ina nguvu kupitia Kristo, unashinda hizo vita zote. There are some battles you overcame without knowing. Because your blood is so strong in Christ, you overcame the witchcraft. Kuna zingine haukuomba sana, Other battles you didn't pray so much. lakini wanasukuma mishale inapiga wengine, kufika kwako inakuwa nil essence fe, haina uwezo juu ya damu imekupigania. You find others were shoot with arrow and it got them, but with you the arrow became powerless and could not get you. Sababu damu inakupigania. Because the blood is fighting for you. Damu ya Yesu Kristo inatupatia sisi ushindi. The blood of Christ gives us victory. Wakati unaokoka, When you got saved, damu ya Yesu the blood of Jesus, inaingia ndani ya damu yako, it enters into your blood. inavunja mikosi, inavunja magonjwa, inavunja lahana, inakuweka huru. It breaks cancers, it breaks bad luck, it breaks your sicknesses, and it makes you free. Jambo la 4, The fourth thing, damu inakuwaka na harufu. blood has smell. Inakuwaka na harufu. It has smell. Damu ikiwa na harufu mbaya, When the blood has bad smell, utafika kwa ofisi ya mtu hata kupokea. you will reach somebody, you will enter somebody's office, will not receive you. Tena iko na kuona vizuri mkamera kama uko nje. Yet he's seeing you well in the camera when you are still outside. Lakini damu inanuka vibaya. Because your blood is smelling bad, Hata kuinua, hata kukaribisha, hata kusogeza. will not welcome you, will not bring you close, and will not even elevate you.
inaleta kukataliwa. It brings rejection. Lakini leo hii But today, Yesu atasafisha damu yako. Jesus will cleanse your Tuko blood. mwezi ya 12 tunaelekea mwaka mpya. We are in the month of December. We are going into New Year. Ili tuingie mwaka na utukufu na damu mzuri. We need to enter into New Year with good blood, with the glory. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Damu yako ilete harufu mzuri kwa wasaidizi wako na watu walio karibu yako. May your blood bring good smell to your helpers and people who are close to you. Damu ikileta harufu mbaya, When the blood brings bad smell, hautabarikiwa. you will not be blessed. Watabariki wengine, They'll bless others, mekufika kwako, but when they reach you, unasahauliwa. you are forgotten. Sababu damu Because blood haileti harufu ya mzuri. does not bring good smell. Jambo la 5, damu inakokota, iko kama ema inakokota. The 5th thing, blood is like magnet. Inakokota baraka. It draws blessings. Inakokota marafiki. It draws friends. Inakokota mambo makubwa. It draws big things. Damu Blood, yaliyo ndani mwako, which is in you. Yesu iko naisafisha leo. Jesus is cleansing you today. Juu ikukokotee mazuri. That it draws to you good things. Mungu alikuumba ili ufanikiwe. God created you that you get you Mungu succeed. hakukuumba ukiwa wa kuombaomba, wa kujalia. God did not create you to be beggar and oppressing. Wewe hauko kaombaomba. You are not there as a beggar. Angalia mweko pembeni yako, mwambie mimi siko kalombalomba. Look at somebody next to you, say, I'm not a beggar. Usiona maisha ya kulombalomba. Have you seen the life of begging? Unalomba bunga hapa wanakupa ya muogo, unalomba wanakupa ya semule, unalomba hapa wanakupatia ile ingine ya kaliti, unachanga zote njoo usonge ugali. You ask, mama gives you muogo flour, the other one gives you posho flour, this one gives you baking flour, then you mix and mingle and get bread to eat. Kulombalomba. Begging. Haukuwa kuombaomba. You are not a beggar. Damu yako Your blood itakokota leo vitu vikubwa. will it draw big things today. Natangaza katika jina la Yesu. I decree in Jesus' Damu name, yako nenda kokota kitu kubwa. your blood is going to draw big things. Damu yako nenda kokota ndoa yako. Your blood is going to draw your marriage. Inaenda kokota pesa zako. It's going to draw your money. Inaenda kokota mafanikio yako. It's going to draw your Damu success. yako itakokota. Your blood will draw. Katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Elizabeth na Mariamu waliposalimiana, When Elizabeth and Mary, they greeted each other, vitoto vilikuwa kwa tumbo vikacheza cheza. children in their womb jumped lips. Kulikuwa connection fulani ilifanyika. There was connection that happened with them. Macho na mikono ya binadamu inatembea na damu. The eyes and hands of human being moves with blood. Kuna mtu unaweza kumuona kwa macho yako na unafurahia ule mtu. You can see somebody with your eyes and you are happy about that person. Unasikia tu kitu kinakuvuta. You just feel something drawing you. Naambia tafadhali nipe namba yako. So at least you give me your number. Unaandika namba. You write the number. Damu inaongea. The blood is speaking. Utanyamaza. You will not keep quiet. Unapiga hiyo namba. Call that number. Unamuuliza unanikumbuka? You will call the person, say, you remember me? Tulikutana kwenye restaurant. We remember. Damu inaongea. The blood is speaking. Anakurushia milioni 1. Then it sends you 1 million. Kama damu haikokote, If the blood does not draw, you'll just see each other. imeishia hapo. It ends there. Mtasalimiana tu, You'll greet each other. imeishia hapo. It ends there. Inabidi damu ikokote. It needs the blood to draw. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Leo damu yako itakokota. Today blood will draw. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So much. Niliingia kwa nyumba ya mama mmoja, I entered into one woman's house. nikaanza chapa maombi. I started praying. to Mama her. huyo alikuwa ananialika. The woman had invited me. Najua Kinshasa wakikualika wanakuandalia bahasha ya nabii. You know, in Kinshasa, when they invite you, they prepare for you heavy envelope of a prophet. Sasa alikuwa ameandaa bahasha iko pembeni yake. She had organized an envelope, heavy one. Nikangoroma kama simba. I roared like a lion. Nikachapa maombi. I prayed seriously. Niliposema amina, When I said amen,
Damu iliongea. The blood spoke. Mama alirudia mchumba. The woman went in the bedroom. Anaenda chukua ingine. She got another envelope. Nikifungua jicho polepole naona iko naongeza mubahasha. So when I opened my eyes slowly, I saw she was fixing more money in the envelope. Unajua wakati mwingine unaomba na jicho moko unafungua unaangalia nini naendelea. You know, sometimes you pray closing the eyes but you open a bit and see what is going on. Nikaone iko naongeza. I saw she was adding in some money. Iko naongeza. She was adding in some Upako money. ikapanda. Nikaendelea tabiri. I started prophesying. Nikaendelea tabiri. Mama akasema pana. Hii maombi ni mazito. Nikaona narudia kuchumba. Niko naomba. Naona niko mipeke. I saw I was alone. Nikaendelea na maombi. I continued with the prayer. Amerudia tena. She went back again. Anaongeza tena. She added in more money in the envelope. Bahasha kavimba. The envelope was full. Inabidi damu yako ikokote. It needs your blood to draw. Na kuombea kwa jina la Yesu. I'm praying for you in Jesus' name. Damu yako itakokota. Your blood will draw. Hallelujah. Amen. Tukienda kuduka. When we went to the shop, kununua nguo alitani bariki nguo. She wanted to bless me with the clothes. Mwenye duka akasema inabakia 4. The owner of the shop told us that there are only 4 clothes. Unavaa namba ngapi? Which size do you put on? Nikamwambia. I told him. Tukaangalia. We checked. Sema nabeba hii. I said I'm taking this clothes. Damu ikaongea. The blood spoke. Sema unaweza beba zote. The woman said you can carry all of them. Unaweza beba zote. Carry all those 4. Na nyangua yote na beba. I carried all those 4 clothes. Damu yako inabidi kokote. Your blood needs to draw. Ukiona unaingia mudili, deal inashindikana, inakataa, damu haisemi, haikokote, haifanyi chochote. If you enter into a deal and the deal fails, you know the blood has not drawn. The blood is not speaking anything. Damu yako leo ikokote. Let your blood today draw. Unajua kilichofanya Esther kuwa tofauti na wake wengine? You know what made Esther to be different from other ladies? Maombi aliyoyafanya. The prayers that she made. Ikabadilisha damu yake. It changed her blood. Ilibidi damu yake ikokote roho ya mfalme. It needed her blood to draw the heart of the king. Wadada walikuwa wakitembea. Others were moving the ladies. Mfalme aliwaona kawaida. Just the king saw them as ordinary ladies. Esther aliposimama. When Esther stood. Kabla hajakaribia mfalme. Before she reached close to the king. Damu ikavuruta roho ya mfalme. The blood drew the heart of the king. Mfalme akasimama. The king stood. Akachukua taji mkono. Got the crown in his hand. Akisubiri Esther mkaribie. Waiting for Esther to come close to him. Akamweka hiyo taji mkichwa. Put the crown on Esther's head. Damu ilimunyang'anyia. The blood grabbed for her. Damu ilikokota. Blood drew for her. Damu yako leo haitakwama, haitakaa kimya, itakokota kitu leo. Your blood will not keep quiet today till it draw for you something. Haitanyamaza. It will not keep quiet. Mafanikio yako na umbali unaenda inalingana na ile damu na beba. Your success and where you are going, it is equal to the blood you are carrying. Ezekieli 16 mstari wa 4 mpaka 11. Ezekiel 16 from verse 4 to 11. Kuna mtu amezaliwa hapa ambaye sio wa kawaida. There's somebody born here who is not ordinary. Sababu kuna mambo 7 kwa huyu mtu iko tofauti na binadamu wengine. Because there are 7 things here which are different from other human beings. Ya kwanza kumstari wa 4 wanatuambia. The first in verse 4 they tell us. Na kwa habari za uzazi wako, kwa siku uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Kitovu. Who is that person who is living, he is grown up and his umbilical cord was not cut? Kitu cha kwanza daktari anafanya mtoto akizaliwa ni kuja na sizo kukata kitofu kumtenga na mama. That's the first thing the doctors do when a child is born. They bring scissors, they cut the and separate the child from the mother. Huyu mtoto alizaliwa kitovu chake hakikukatwa. But this child was born, his navel was not cut. Sijue kama ilikuwa na banana tu na ya mama yake ama alikuwa anatembea tu yenao ya mrefu vile. I don't know whether he was still attached to the mother or he could just move with it like that. Siku ya kuzaliwa kwako kitovu chako hakikukatwa.
your navel was not cut. Wako namwambia huyu nabii They are telling this prophet ya kwamba siku ya kuzaliwa kwako, that your day of birth, kitovu chako your navel hakikukatwa. was not cut. Kitovu inaongea mambo mingi. Navel speaks many things. Unakuta wamama akizaa mtoto anagunja ile kitovu anaweka mahali fulani. You find mothers after cutting the navel, they keep it and put it somewhere. Lakini kisha mwaka 5 ama 10 ukimuuliza iko wapi? Now after many years you ask her, where is it? Wapi iko vitovu vya watoto? Where are those navels of children? Lakini wale waliokoka, But those who are saved, siku wanaleta mtoto kumadhabahu kumuombea, the day the mother brings a child on the altar to pray, wanaleta na kitovu cha mtoto, they bring the child with a navel kwa nabii, kwa kuhani, to the priest or to ananena the mazuri juu ya mtoto, speaks well about the child, ananena baraka juu ya mtoto, speaks his blessing upon the child, anamdedicate mbele ya Bwana, dedicates the child before the Lord, alafu inachomwa, and then the navel is burnt, na mapepo haina uwezo juu ya ule mtoto wala juu ya kitovu cha huyo mtoto. and the devils have no authority over this child or over that navel of that baby. Mtu anapookoka, When somebody gets saved, inabidi kitovu kikatwe. it needs the navel to be cut. Kitovu ni matabia zibaya ambayo inabidi zikatike, ubadilike. Navel is the evil characters that need to be cut, that you be blessed. Mtu ameokoka ni mwizi tu, Somebody is saved but is still a thief. kitovu hakijakatwa. The navel is not being cut yet. Mtu ameokoka lakini anaenda kwa waganga tu, Somebody is saved but still going to the witchmen. kitovu hakijakatwa. The navel is not yet cut. Mtu anaokoka lakini asilia kiukoo kwao angali anaibeba tu, kitovu hakijakatwa. Somebody is saved, but when you hear some rituals is going to be done in your village, you go and attend it, your navel is not yet cut. Makilitire za watu, kila kabila wanatoka na culture zao. The taboos. Every culture, every tribe has their own taboos. Dada alikuja kwa ofisi yangu, binti moja hapa. There is a lady who came to my office there. Alikuwa na kazi ya milioni 5 kila mwezi. She had a job of 5 million every month. Lakini siku moja, One day, bosi wake anamwambia alikuwa anakulisha makuku kuzipatia matomate. she could feed chicken and give them tomatoes. Na alichukua zile za kuoza na zizuri zote akapatia kuku. And she got the rotten one and good ones and gave all to hens. Huyo mama alipokuja akamwambia hii ilikuwa ya kuku kula kesho, ilikuwa ile unazipatia zote, akachukua tomate ile akamupiga. The boss told her these good ones were for the hen, for chicken to be fed tomorrow, and got the rotten ones and good ones. He hit this lady on the face. Dada akasema sisi Baganda abapige mtu chakula, gisu unanipiga chakula, kwisha ninarudi Uganda. This house girl said, oh, for us Ganda people, we cannot be stoned with the food. Since you have stoned me with the food, this job has ended, let me go back to Uganda. Gisu umenipiga tu chakula. Since you have stoned me with the food. Kwetu iko tabu kupiga mtu chakula. For us in Uganda tribe, it is a taboo to hit somebody with the food. Akaacha kazi akarudi, yuko hapa na hangaika, hana kitu. She stopped the job. She's here in Uganda suffering. She left the job. Juu ya asili. Because of the taboo. Anapoteza baraka yake. She lost her blessings. Kitovu hakikukatwa. The navel was not cut. Unapookoka lazima kitovu kikatwe. When you are saved, the navel must be cut. Vifungo za kifamilia za baba za mama inabidi zikatwe. All those strongholds, what is tying you from the mother's side, the father's side, must be cut off. Leo kitovu kitakatwa. Today, the navel will be cut. Chochote kinakufuata kutoka kwa mama yako ama kwa baba yako kitakatwa leo. Today, whatever thing that is following you on maternal side and paternal side is going to be cut today. Angalia jinsi Daudi alisumbukana. See how David suffered. Juu ya damu ya wa Moabu. Because of the blood of the Moabites. Rita alitoka Moabu. Ruth came from the tribe of Moab. Akaolewa Bethlehem. She got married in Bethlehem. Na Boaz. With Boaz. Damu zikachangana ya Bethlehem na ya wa Moab. The blood mixed up of Bethlehem and
and Moab. Na wa Moabu walikuwa wanatoka mlaana. And Moab, they were coming from curse. Juu ni incest, ni Lot na binti wake ndio walizaa Moabu. Because it was incest. Because Lot and his daughters produced those Moabites. Na wakazaa. And they produced Obedi. Obed akazaa Yese. Obed produced Jesse. Yese akazaa Daudi. Jesse produced David. Daudi akazaa Sulemani. David produced Solomon. Kizazi iko natembea. The descendants is moving. Kuanzia kwa Ruta na Boazi kitofu hakikukatwa. From Ruth and Boaz, navel was not cut. Inaanza fuata. It started following. Inawafuata. It is following them. Kutoka kwa Boazi. From Boaz kwa Obedi. to Obed. Wanaoaoa. They are marrying. Kuja kwa Yese. Come to Jesse. Hivyo. That is how. Inafika kwa Daudi. To David. Hivyo. It was like that. Kwa Sulemani. To Solomon. Weka kwa ajabu sana. Night was so terrible. Wanawake 1,000. He married 1,000 women. Damu za Moab. Blood of Moab. Na ndio Daudi konasema kuzaburi 59 mstari wa 2. That's where David say in the book of Psalms 59 verse 2. Niokoe na damu. Save me from the blood. Biblia inasema hivi. The Bible reads like this. Uniponeshe na watenda waovu na uniokoe na watu wa damu. Amen. Kizungu inasemaje Ben? Tiko nalilia Mungu niponye na damu za watu. David is crying to God that he could save me from the blood of people. Damu ile ya Moabu kutoka kwa Ruth inasumbua kizazi chote. The blood which came from Ruth is disturbing the whole descendants. Jukitofu hakikukatwa. The navel was not cut. Kama kikatwe kitafuata watoto wako. If it is not cut, it will follow your children. Ndio maana leo tutaikata kwa jina la Yesu. That's why today we shall cut it in Jesus' name. Chochote kingali natoka kwa babu yako kinakusumbua kitakatwa. Whatever thing is coming from your great grandparents following you, it will be cut. Chochote kinafanya usitoboe usiendelee kinatoka kwenu, leo itakatwa kwa jina la Yesu. Whatever thing is hindering you not to succeed, not to break through, we are going to cut it in Jesus' name. Kitofu cha huyu mtoto hakikukatwa. The navel of this child was not cut. Leo kitakatwa. Today it will be cut. Kitofu cha mtu mmoja kitakatwa leo. One person's navel will be cut today. Mungu atakufungua na zile damu za ukoo yako zinazokusumbua. God will set you free from that blood which is coming from your descendants which is disturbing you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna vijana wawili walipendana kwa Facebook. There are two boys who loved each other on Facebook. Moja engineer kutoka Russia. One is an engineer from Russia. Alishakapata passport na nationality ya Risi. He got passport and nationality of Russia huko. Of Russia. Akapenda binti hapa Facebook. He loved a girl here on Facebook. Wakati alipata mission ya kuja Uganda. When he got a mission of coming to Uganda. Alizaliwa Russia, akakomaa Russia, akasoma huko, anaishi huko. He grew up, he was born in Russia, studied in Russia, is staying in Russia. Wakati walionana. When they saw each other. Akasema kabisa nilikuwa napenda nioe kwetu. He said, surely I wanted to marry from our place. Alipomleta kwa wazazi wake. But when he brought the girl to their parents. Girl analeta kijana kwa baba. Oh, the girl brought the boy to the father. Baba aliuliza kitu cha kwanza. The father asked how first thing. Uko gani? Chika yako ni gani? Alikuwa Muganda. Which clan of yours? Which clan do you come from? Because she was a Ganda person. Mimi ni Mrussia, passport yangu hii. Said, I'm a Russian and this is my passport. Sema hapana, tumesikia asilia yako litoka Uganda. We heard that your descendants came from Uganda. Sema basi acha niulize baba. Said, let me call my father. Akauliza baba yake. Asked his father. Baba akamwambia. Father told him. Saliongea. When he spoke. Sema tuko Chikamwe, huyu ni dada yangu, hawezi muoa. Say, we come from the same clan. That is your sister. Don't marry her. Huyo ni dada yako. That is your sister. Hawezi muoa, ndoa inaishia hapa. You can't marry her. The marriage ended there and then. Hatuwezi pokea mali yako. And you cannot receive your dowry. Huyo ni dada yako. Because that one is your sister. Sasa huyu Mrussia na Muganda wamekuwa
itakuwa namna gani tena kaka na dada? Now this Russian and Uganda, now how have they become again now sisters and brothers? Kitofu ngali na babeba. The navel is still carrying them. Haijakatwa. It is not yet cut. Kuna kitofu kitakatwa leo. There is a navel that is going to be cut today. Ikusepare na mavita zinazokufuata maisha. To separate you from the battles following you in life. Mavita ziko zinakufuata, ni kitofu bado unabebana, kinakuleta ushindi usiendelee. The battles are still following you. It is the navel which is drawing you, which is stopping you, that you don't get success. Itakatwa leo. It will be cut today. Hallelujah. Hallelujah. Tutafanya maombi ya kukata hiyo kitofu leo. We are going to make prayers of cutting the navel today. Umekawia mwa hiyo shida miaka mingi. You have delayed so much in that problem. Lakini hakuna jinsi uende mbali. There's no way you can go far. Sababu gani? Why? Kitofu. The navel. Ni kama microphone hii. It is just like this microphone. Nikiwa hapa. If I'm here. Kamba inaishia hapa. If I'm living here. Ninaweza enda. I can move. Sema, nimebarikiwa. Say, I'm blessed. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Nimebarikiwa. I'm blessed. Nimebarikiwa. I'm blessed. Nimebarikiwa. I'm blessed. Unaendelea. You continue. Ukifika hapa. When you reach there. Mwisho. That's the end. The navel draws you. Nani alikuambia unaweza pata bilioni moja? It tells you, who told you that you can get 1 billion? Baba yako alipataka? Did your father get it? Mama yako alipataka? Did your mother get it? Ale rudi hapa. Now come back here. Kokota huko. Now draw back. Kokote huko. Draw this microphone back. Inaanza kuvuta tena. It starts throwing you. The navel draws. Sasa ulikuwa hapo ukisubiri promotion yako. Now you are there waiting for your promotion. Majina wengine yote inatoka. All other people's names have come out. Wewe unarudia kule. But for you are going back there. Sababu kitofu, because the navel hakijakatwa, is not cut. Kinakuvuta. It draws you. Kinalimite maisha yako. It limits your life. Leo kitakatwa. Today it will be cut. Sababu Bwana anataka usonge mbele. Because the Lord wants you to go forward. Inabidi uendelee. You need to continue. Magonjwa haiko yako. Your sickness is not yours. Tangia ulianza kagonjwa. Tangu ulianza gonjwa. From the time you began falling sick. Ugonjwa ndio ugonjwa, haisiki yake dawa. Sickness upon sickness and does not respond to any medicine. Tunakata ile kitofu leo. We are cutting that navel today. Tunakata. We are cutting it. Ukwe huru tembee. That you be free, you move. Uingie gloire kwa gloire. That you enter into all the success. Kitofu kitakatika leo. Navel will be cut today. Jambo la pili kwa huyu mtoto. The second thing to this child. Ezekieli 16:4. Ezekiel 16:4. Wala hukuoshwa kwa maji ili usafishwe. Neither wast thou washed in water to supple thee. Sasa yule mtoto hawakumuosha. So that kid was not washed. Amezaliwa na hawakumuosha. The child was born and was not washed. Mtoto gani huyo hawakumsukula? Now what kind of baby is that one whom they don't wash? Anazaliwa na uchafu zote. Is born with all the dirtiness. Anakoma na uchafu zote. And grows with all that dirtiness. Bila kuoshwa. Being washed. Leo damu ya Yesu itakuosha. Today Jesus' blood will wash you. Na mikosi zote, laana zote. With all curses and bad luck. Na balaa zote, matatizo zote. With all disappointments and problems. Utaoshwa leo na mkosi. You will be washed from bad luck. Utaoshwa leo na magonjwa. Washed from sickness. Sababu Isaya aliona jinsi Yesu anapigwa. Because Isaiah saw how Jesus was whipped. Akasema kwa kupigwa kwake. Said by your stripes. Sisi tumepona. For us we are healed. Hiyo damu ya Yesu inaponesha magonjwa. That blood of Jesus heals sickness. Haijalishi ugonjwa gani na kutesa. No matter what kind of sickness. Mafuta iliyo hapa leo. The anointing which is here today. Itakuosha damu yako. Will wash your blood. Na ikuponya na magonjwa. And will heal you from sickness. Magonjwa ya moyo. The sickness of the heart. Damu ya Yesu inaponya. The blood of Jesus is healing. Magonjwa ya sukari. The sickness of diabetes. Damu ya Yesu inaponya. The blood of Jesus is healing. Leo hii. Today. Utapona kwa jina la Yesu. Be healed in Jesus' name. Haijalishi umekuja ugonjwa gani. No matter what kind of sickness you have come. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Itakuponya leo. Will heal you today. Nilikutana na binti moja. I met one girl. Mama yake ananiambia. Her mother told me.
damu yangu iko vizuri. My blood is okay. Damu ya mume wangu mzuri. My husband's blood is okay. Lakini huyu binti, But this girl, damu yake iko SS. her blood is SS. Sickle cell. Sickle cell. Na ndio mnaita? Sickle cell. SS. Wale wa kugonjwa sana, damu inakauka na ishe nasumbua sana. Those who have sickle cell, that anytime the blood gets finished and Sasa, again. hatujui inatoka wapi. We don't know where it has come from. Kila tukipata pesa, Every time we get money, damu inakauka. the blood dries, Moto inapanda juu. the temperature goes high, Na miaka yake hii, and her age now. walituambia ukifika miaka 18 ama 20 wanakufa, hatujue kama taishi. They were told that if they reach 18, 20, the sickle cell children die. I don't know whether Kila wiki tuko hospitali. Every week we are in hospital. Tuliomba. We prayed. Niliombea maji I prayed for water na mafuta. with anointing Nasema oil. kwa jina la Yesu. I said in Jesus' name. Kama siku ulizaliwa haukuoshwa, If the day you are born you are not washed, leo naoshwa kwa jina la Yesu. today you are washed in Jesus' Damu name. yako inasafishwa. Your blood is being cleansed. Tukafanya maombi. You will make prayers. Na gisi nilirudia. And from the time I came back, Kwa wiki 3 hakuongeza panda homa wala damu kukauka. 3 weeks the temperature could not go high and the blood could not dry. Magonjwa ziko kwa hii dunia. Sicknesses are here in this world. Damu zinatoka mkinywa humu, ziko naanguka fundo fundo. Damu. You find blood which is clotted coming out of the mouth dropping. Humu mumeno juu huku. Just Na chini. from the gum up and even the lower gum. Damu ziko zinaanguka. Blood clotted one falling. Hakuna dawa ya kuizuia. There's no medicine to heal. Damu inaisha, wanamkimbiza kwa hospitali. Blood is getting finished, they rush the person to the hospital. Ukasema shetani uko muongo. He said, devil, you a liar. Damu yake ilisafishwa. Her blood was cleansed. Iko sawa mpaka hivi. She's okay up to now. Hata jana niliongea nao. Even yesterday I spoke with them. Iko sawa kabisa kabisa. Said the girl is just okay. Leo utaoshwa. Today you'll be washed. Damu yako itaoshwa. Your blood will be washed. Mikrobi yote tatoka. All the bad luck will go. Mikoshi, laana, magonjwa vitatoka. All the curses, bad luck will be gone. Jambo la 3 kwa huyu mtoto. The third thing from this child. Wala hukutiwa chumvi hata kidogo. Thou wast not salted at all. Hawakumtia chumvi. They did not put salt. Chumvi ni dawa ambayo inakaushaka ile kitofu juu katike mbio. Salt is medicine that dries navel very fast. Lakini huyu mtoto, But this child, hakuna mwalimutia chumvi. nobody put salt on her navel. Amekomana vidonda. He grew up with the wound. Chumvi ni neno la Mungu. Salt is the word of God. Leo tunakuja na chumvi ya neno la Mungu kumwaga kila mahali kuna kidonda kwa maisha yako, kipone kwa jina la Yesu. Today we have come with the salt which is the word of God, spreading it where there is a wound in your life to be healed. Ninanena baraka juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. I'm speaking blessing upon your life in Jesus' name. Nanena baraka kwa maisha yako. I'm speaking blessing upon your life. Ingekuwa Kinshasa kama wameweka mbegu hapa na wanasema tunaipokea. If it was Kinshasa, they would have brought a seed here saying we are receiving this one. Na mwaga chumvi ya baraka juu ya maisha yako. I'm spreading salt upon your wound in Jesus' name. Haijalishi nani alirahani maisha yako. No matter who cast your life. Haijalishi nini kunafanyika maisha yako. No matter what is happening in your life. Umesimama na mafuta na upako ya kiunabii leo. You have stood in apostolic and prophetic ya kunena ya kwamba utabarikiwa. to speak that you'll be Barikiwa kwa jina la Yesu. blessed in Jesus' name. Barikiwa kwa jina la Yesu. Blessed in Jesus' name. Nasema utabarikiwa. I'm saying you'll be blessed. Warozi wapende wasipopenda. Sorrows, whether they like it or not. Tumekuja na neno la unabii. You have come with a prophetic word. Ya kwamba utatoboa. That you'll succeed. Utafaulu kwa jina la Yesu. Break through. Hautakufa kwa hii mwaka. You will not die in this year. Ikiwa wachao watasakrifia watu. Even if witchcraft Ubarikiwe kwa jina la Yesu. sacrifice human beings. Wewe hauko sakrifisi ya wachawi You kwa hii are mwaka. not a sacrifice of witches this year. Hawatakunywa damu yako. They will not drink your blood. Nasema hawatakunywa damu yako. I'm saying they will not drink
donate your blood, utaishi you will live na ushuhudie uzuri wa and Mungu. testify God's Walozi wapande washuke, whether sorcerers climb or utamaliza hii mwaka you will finish this year. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Tunatoa jina lako kuliste ya watu wakufa hii We mwaka. are deleting your name from the people who are going to die this year. Hautakufa. You will not die. Unaweza jiambia sitakufa, You can tell yourself, I'll not die. nitaishi I'll live na nishuhudie uzuri wa and testify God's goodness.